Wapendwa taifa la Mungu, karibuni katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Leo ikiwa ni siku ya Jumanne, juma la 33 ya mwaka C wa kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka kitabu cha Ufunuo sura ya 3 aya kwanza hadi ya 6 na aya 14 mpaka 22. Na somo la Injili linatoka katika Injili ya Luka sura ya 19 aya kwanza mpaka ya 10. Karibuni tusikilize Injili. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Yesu alipoingia Yeriko, alipita katikati yake, na tazama palikuwa na mtu jina lake Zakayo, mkubwa mmoja katika watoza ushuru, naye ni tajiri. Huyu alikuwa akitafuta kumuona Yesu ni mtu wa namna gani, asiweze kwa sababu ya umati, maana ni mfupi wa kimo. Akatangulia mbio, akapanda juu ya mkuyu apate kumuona, kwa kuwa atakuja kupitia njia ile. Na Yesu alipofika mahali pale, alitazama juu, akamwambia, Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Akafanya haraka, akashuka, akamkaribisha kwa furaha. Hata watu walipoona walinung'unika wote wakisema, ameingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi. Zakayo akasimama akamwambia Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu nawapa maskini, na ikiwa nimemnyang'anya mtu kitu kwa hila, namrudishia mara 4. Yesu akamwambia, leo wokovu umeingia nyumbani humu, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahimu. Kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Neno la Bwana. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, karibuni katika tafakari hii ya neno la Mwenyezi Mungu. Somo la kwanza kutoka kitabu cha Ufunuo. Sehemu ya somo tunayosikia leo ni sehemu ya maandiko matakatifu ambayo ni hitimisho la barua ya mwandishi Yohane kwa makanisa 7 ya Asia ndogo. Mwandishi anayeandikia jamii ambayo ilikuwa imejaa uovu, upotofu mwingi ambao ulikuwa ni kinyume kabisa na mafundisho ya Injili. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, maisha ya mwanadamu daima yanahitaji mabadiliko ili kuchuchumilia utakatifu. Maisha halisi ya jamii ya wakati ule hayana tofauti sana na jamii ya leo iliyojaa hali ya uvuguvugu mwingi. Jamii iliyojaa uovu, ukandamizaji, uonevu, roho mbaya, chuki, mauaji, na mbaya zaidi, baadhi ya wanaoshiriki katika mambo haya ni Wakristo ambao walitegemewa kuwa mfano wa maisha safi. Ni katika jamii hii ambayo tunashuhudia baadhi ya Wakristo asubuhi sana wakishiriki maadhimisho ya Ekaristi Takatifu, lakini baadaye wanakimbilia kwenye mahubiri ya watu fulani ama kwingineko, na pia kwenye ibada za kienyeji. Ndugu zangu wapendwa, ni vema tukarejea mfano wa bwana mmoja ambaye yeye alijenga nyumba yake ikiwa na milango midogo. Baadaye akaamua kununua sofa kubwa na nzuri sana. Kwa bahati mbaya, sofa haikuweza kuingia kwa maana milango ya nyumba hiyo ilikuwa midogo. Yule bwana hakutaka hata kuvunja milango wala kuipanua ili kuingiza sofa ndani. Badala yake aliamua kuiacha sofa nje ikaozea hapo, kisa tu kuvunja milango. Nasi pia katika maisha yetu, neno la Mwenyezi Mungu linakuja kwetu likiwa na nguvu, likiwa zuri na la kupendeza, lakini linakuta mioyo yetu ni midogo, imejaa dhambi, chuki, vinyongo, na hatutaki kupanua mioyo yetu kwa kutubu. Hivyo neno la Mwenyezi Mungu halizai matunda ndani mwetu. Huu ndio uvuguvugu anaotueleza Kristo, na tusipotubu hata tutapika. Mwenyezi Mungu halazimishi, lakini anatupa nafasi ya kuziruhusu neema zake zibadili maisha yetu. Kristo mwenyewe anasema, tazama, nimesimama mbele ya mlango ninabisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake na kula pamoja naye pamoja nami.
Kitabu cha Ufunuo sura ya 3 aya 20. Tuchukulie mfano wa mtu anayeenda kisimani kuteka maji. Anafungua bomba linalotoa maji, lakini hajafungua ndoo. Ile ndoo haitaweza kujaa maji maana imefungwa. Hivyo nasi tunaalikwa kufungua mioyo yetu ili neema na baraka za Mwenyezi Mungu ziingie ndani na kubadili mienendo yetu. Katika somo la Injili tumesikia Yesu akimtembelea Zakayo ambaye alikuwa ni mtoza ushuru. Katika jamii ya wakati ule, watoza ushuru hawakukubalika sana, maana waliwaibia watu na kuwadhulumu watu kwa ujanja. Watoza ushuru walitumika kama vibarua wa Kirumi, na ikumbukwe kuwa Wayahudi waliuchukia sana utawala wa Kirumi. Ndiyo maana kitendo cha Kristo kumtembelea Zakayo kinaibua maswali mengi miongoni mwa Wayahudi. Hapa Kristo anataka kutufundisha kwamba hakuja kwa ajili ya Wayahudi tu, bali wote ili wapate kuokolewa. Tujiulize mimi na wewe, ni mara ngapi hatuwatendei mema wenzetu kwa sababu tu sio wa kabila letu, sio wa ukoo wetu ama wa imani yetu? Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, tunamwona Zakayo akiwa mwenye hamu kubwa ya kumwona Yesu. Hamu hiyo inampelekea kutambua kizuizi cha yeye kutokumuona Yesu, yaani umati mkubwa wa watu na ufupi wake. Hivyo anatafuta ufumbuzi kwa kupanda juu ya mkuyu ili amuone Yesu. Je, tujiulize mimi na wewe, tunayo hiyo hali ya kutaka kumuona ama kukutana na Yesu? Ni wangapi miongoni mwetu hatushiriki sakramenti ambazo ndizo njia inayoweza kutukutanisha na Kristo mwenyewe? Zakayo anapanda juu ya mkuyu na anapata fursa ya kumuona Yesu. Je, mimi na wewe tujiulize katika maisha yetu, katika nafasi mbalimbali tulizo nazo. Je, sisi ni mikuyu inayowasaidia watu kumuona Yesu, au sisi ni umati unaowazonga wenzetu wasimuone Kristo? Wayahudi wanamnungunikia Yesu kwa kuwa anakula na kunywa na watoza ushuru na wenye dhambi, wakidhani ya kuwa hao hawana haki ya kukombolewa katika utumwa huo. Turudi katika maisha yetu ya kawaida. Ni mara ngapi tunaonea wivu watu kwa mafanikio yao? Ni mara ngapi tumefanya njama ili kuhakikisha tu kwamba fulani asifanikiwe? Ni wangapi wamediriki hata kuwaua wenzao kwa sababu tu ya mafanikio yao? Neno la Mwenyezi Mungu linatualika kuachana upotofu huo kama alivyofanya Zakayo. Tumwendee Mwenyezi Mungu na tutubu. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, Zakayo kupitia kazi yake ya utoza ushuru aliwaibia na kuwadhulumu watu wengi. Baada ya kukutana na Kristo anatubu na kuamua kuvua utu wa kale na kuvaa utu mpya. Huu ndio mwaliko kwetu sisi. Kwa namna fulani wapo watu tuliowaumiza kwa namna mbalimbali. Tunahitaji kumrudia Mwenyezi Mungu kwa moyo wa toba na majuto ili kuomba msamaha. Mwaliko huu wa kuvua utu wa kale na kuvaa utu mpya kimsingi ndio lengo hasa la Kristo kuja duniani ili kuwakomboa wadhambi kutoka utumwa wa giza na kuingia katika ufalme wa mwanga. Kristo mwenyewe anatutaka tutubu, ingawa kumekuwa na upinzani mwingi wa uelewa mdogo katika zama hizi juu ya sakramenti ya kitubio. Kristo alikabidhi mamlaka haya kwa mitume na waandamizi wao, kama tunavyosoma katika Injili ya Mathayo sura ya 18 aya 18 na Injili ya Yohane sura ya 20 aya 22 hadi 23. Zakayo aliitikia mwaliko huo wa Kristo na kutubu. Ndicho anachotufundisha pia mtakatifu wa leo Alberto Mkuu, ambaye alipambana kuushinda ulimwengu kwa kuwa mfuasi hodari wa Kristo. Hatuwezi haya yote kwa nguvu zetu tu sisi wenyewe. Tunahitaji kuomba neema ya Roho Mtakatifu ituwezeshe kuitikia vema mwaliko huu wa Kristo. Tumsifu Yesu Kristo.